Kabla sijarudi kuingia katika kazi ya Mungu, nataka niseme mimi ni mwenyeji wa Itiko location, kusaliwa, na pia nimeishi hapa kwa muda huo wote. Maisha yangu nimekuwa mtoto wa pastor huyu ambaye ni mzee marehemu Job Arap To pamoja na mke wake Esther To. Wamekuwa ni wazazi wangu wa jadi, na tulikaa nao kwa muda mrefu nikiwa mtoto mpaka nikawa mzima. Nilipomaliza shule nikaajiriwa kazi ya kuwa mwalimu wa wazee, adult education teacher. Na nilipoajiriwa kama mwalimu wa wazee, that was back in 79, mwezi wa 7. Nikashika mshahara wa kwanza. Mshahara wangu wa kwanza ulikuwa 566.50 cents. Na hiyo pesa ilikuwa mingi sana. Nikaruka kwa gari kwa sababu ya pesa hii mingi. Nilishika hiyo pesa Kapsabet, nikaenda mpaka Eldoret. Kutoka Eldoret tukakimbia mpaka Kitale, just one street, tukarudi tena. Hii ilikuwa ni kwa sababu pesa ilikuwa mingi na haikuwa na kazi. Maana baba yangu wakati ule alikuwa na shamba kubwa, na kwa hivyo mimi sikujali eti ninunue shamba. Akili hiyo ya kununua shamba ama kununua hata ploti ilikuwa mbali. So jambo langu ambalo lilifanyika na ile pesa ni kwamba nilijiingiza kwa unywaji wa pombe pasipo kujua. Pesa hizi ambazo zilikuwa mingi zilinifanya nikawa na marafiki wa kupenda pesa. Marafiki wale walikuwa ni marafiki wa mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi ukifika tu wanakimbia kwangu, tunakimbia, natoa pesa, ndio tunakunywa. Tulikunywa hizo pesa zote, na ndipo nikaingia kwa pombe. Nilikunywa sigara yenyewe ilikuwa ni SM. Nilivuta sigara yote. Baadaye nikaoa, kawa na watoto, lakini punde si punde familia ikaanza kutorora kwa sababu hali ya pombe ilifanya kutoelewana katika familia. Baba yangu mzazi alisema nami kwa muda mrefu. Mama alisema nami kwa muda mrefu. Wenzangu wote walisema nami, lakini hakuna mtu ambaye aliweza kunishinda. Mimi siku zote nilikuwa niko very sharp kuongea kuhusu pombe. Mpaka wakaniachilia. Aliponiachilia, mke wangu pia akaniacha kwa muda, akaenda akatafuta kazi Nairobi. Wakati huu nimeacha kazi, nimeingia kazi ya uchifu. Sasa nilikuwa nafanya kazi ya uchifu na mke wangu anakaa nyumbani, lakini tukapigana huko kwa sababu ya pombe. Na tulipopigana huko nyumbani, mke wangu akatoroka. Basi nikawa chief ambaye mke wake ametoroka. Lakini tukakaa kwa muda zaidi ya mwaka moja, mwaka wa pili. Wazee wakafanya vita wa kijiji. Wakasema huyu mtu hawezi kuongoza kama yuko nyumba peke yake na hakuna mke. Na walipofanya hiyo vita, wakaenda kunistaki kwa Dio. Dio wangu akashangaa sana. Unajua Dio wakati ule alikuwa ni rafiki yangu. Singetaka hata nitaje jina lake kwa sababu ni mtu ambaye anajulikana sana. Tukawa tunakunywa naye, na siku hiyo nilipostakiwa kwake akakasirika sana. Kaandika barua na akaniletea kupitia kwa askari ambaye ni sergeant wa AP wakati ule. Mimi nilikuwa kwa ofisi. Kwa bahati mzuri nilikuwa na kesi kubwa ya shamba. Kwa hivyo chief Dio akawa ameandika barua
can you come accompany this officer to my office immediately? Mimi nikamwambia ofisa, sasa nitakimbia kwa ofisi ya DO, niwaje watu zaidi ya 30 ambao wako kwa ofisi yangu. Mimi najua yako na njaa kidogo. Ingia kwake, mwambie amekutengenezea kitu huko ili aende atumie. Lakini pitia huko kwa ile nyumba yetu ya Salina, mwambie Salina apeane ile yake 4 ambayo anakunywanga apewe. Na pia uingie kwa mama Choma, mwambie akatie kilo 1 akule. Kumbe ndio ako na story nyingine na mimi nataka kubadilisha maneno. Unajua nini ilitendeka? Mimi nikamaliza mkutano wangu haraka, nikamalizia wale wazee kezi, nikakimbia nikabadilisha, nikakimbia mpaka ofisi wa DO. Nilipofika kwa ofisi wa DO tu mimi nikamwambia pole na kushukuru kwa kuniita, lakini nilikuwa kwa mkutano. Kanaambia, wewe hata usiseme na mimi, sijapata kujua mtu mjinga kama wewe. Nikashirikwa na kustuka. Mtu mjinga? Kamwambia, naomba msamaha. Wewe unakuwa mjinga kiasi cha kwamba unakuwa kwa nyumba tu hata bila mke kwa muda, nimesikia. Nikamwambia, unajua saa hiyo mkubwa yako akiongelesha wewe ni na kwa vile sikuwa kwa uniform, nimejikausha tu huku nikisema nilisema mpaka akamaliza mazungumzo yote. Baadaye nikatoka ili niandamane naye. Tukaandamana naye mpaka ofisi yangu. Akaniambia kuanzia leo, na kulikuwa na mkutano inaendelea, kuanzia leo hakikisha hii mkutano inafanya kazi vizuri. Nakupa nafasi ushughulike. Tangu siku hiyo nilijaribu juu chini nishughulike, lakini mambo haikuenda vizuri. Kwa bahati tu naye babangu kwa bahati mbaya akaaga dunia within the course of that month. Kwa hivyo tulipokuwa kwa sherehe, msee mmoja kutoka mahali Simon anatoka, ambaye alioa from the same family of my father, akafika. He was kwa sababu ameingia kuja kusema pole kwa sababu mzee amekufa. Mimi nami kuna machiefs, kuna DO amekuja kusema pole. Na unajua kuna kusoea watu siku hizi wanakaa kwa ile kipanda, si watu ukaa pande hii na pande hii kwenye sanduku. Jeneza yenyewe inakuwa hapo, alafu watu pande hii na pande hii. Kwa hivyo nilikuwa moja kati ya wale walikuwa wamekaa kama ninyi sasa. Nilipokuwa nimekaa hivi, mzee huyo akasimama na kusema hivi, na huyu mwingine ambaye anaitwa Ngisirei yuko hapa, mwambie asimame haraka. Nikasimama kwa kutopenda. Na nilipokuwa nimesimama akaniambia, unafikiri pombe ilikuwa imetengenezwa kwa ajili yenu? Kiboga maraba mayege, mnafikiri hii pombe ni ya familia yenu? Mpaka umekunywa, mpaka hata unatumia kofia ya wenyewe kuchota busa kwa hiyo neno ikaniharibu. Na alikuwa na sauti. Nikakosa mahali ya kujificha. Hakuna kitu nilisikia kwa mazishi ya baba yangu. Ni maneno hayo ya huyo mzee ndio yalikaa kwa kichwa changu na ikanisumbua. Na tangu alipomaliza kuzungumza, mimi niliandamana na wale wazee. Kufika huko sasa, wazee wanasema, pole bwana, pole. Kumbe una watu wakali sana. Kunywa hiyo moja, mwingine moja. Tulikunywa mpaka pengine usiku ulikwisha kwa sababu ya kusaidika. Baadaye sikupata mapumziko. Maanya wasika munge. Nilipokuja nyumbani nikaambiwa maneno yote kwamba mbona uliongeleshwa na hukusikia. Kwenda shika hiyo mkutano na ukae kwa hiyo mkutano. Kwa hivyo nikaingia kwa mkutano, wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3, mimi ndio huyo nasimama najitoa kwa Kristo ili awe Bwana mwokozi wangu.
Hapo siku hiyo ilikuwa mwisho wa pombe. Lakini ikawa ni shida ya sigara. Sigara ikawa mimi nafuta sigara jioni baada ya mkutano. Naenda kufuta nyumbani. Nikavuta. Ikafika si kawaida ya watu kukubali kuingia kwa mkutano. Wako na uwezo wa kuingia ili wapatiswe. Sasa ikafika 3 months. The 3 months ilikuwa imepeanwa kwa ajili ya kuhakikisha mimi nimekuwa tayari kwa ajili ya ubatizo. Mimi sasa nikaenda nipatiswe. Lakini kabla sijabatizwa wiki moja, pastor akanitembelea asubuhi. Mimi sikujua. Akafika kwangu, nikawa nimeingia katika msitu ulio karibu na kwangu. Nimetembea huko tu na sigara yangu ya SM, nimekalia kwa kiti naanza kufuta. Wakati tu nimefuta, pumzi ingie kwa fua, alafu itoke. Ilipokuwa inatoka, pastor akaniita huku nyuma. Ngisirei, nimekutafuta sana. Nikamwambia pastor, asante kwa kunipata kwa hii hali. Hii sigara imenisumbua kwa muda mrefu na ningeomba kabisa unisaidie. Sasa akaniambia, Ngisirei, nimefika na mimi nataka nikusaidie. Unataka kufuta ngapi? Maana nataka kumwambia Mungu mwenye uwezo wa kuondoa shida zote za kutaka kufuta sigara iondoke kwa mdomo wako. Nikamwambia, si nilinunua hii paketi tu hata sijamaliza. Naomba nivute 4 hapa pamoja na ile nimefuta, alafu nipeane hii ile inayobaki kwa jirani yangu. Hapana. Wewe vuta tu ile umaliza hapa. Nikavuta kwa haraka. 1, 2, 3, 4 ilipokwisha, mimi ndio huyo sasa. Nikamwambia, hii imebaki pamoja na kiberiti. Nifanye nini? Akaniambia, weka tu juu hapa. Mtu wa kwanza atakayekuja kupata itakuwa ni zawadi yake. Lakini ukipeana kwa mtu utakuwa umesababisha kufanya huyo mtu awe mtenda dhambi wa kuendelea kufuta sigara. Na ndipo akapiga magoti pamoja nami katika msitu ule. Sio nyumbani kwangu, katika ile msitu. Alipopiga magoti pamoja nami akaomba, Mungu, naomba umuondolee hamu ya kuvuta sigara mtumishi wako huyu, na kuanzia leo afanye kazi yako. Na kweli hamu ya kutaka kuvuta sigara ikagoma tangu maombi ya pastor. Na wiki iliyofuata mimi nikabatizwa. Na tangu siku hiyo, back in 1977, 87, mpaka saa hii sirejerejea nyuma. Naomba Mungu anisaidie, anipe nguvu nipate kumaliza kazi yake kwa ile kazi maisha imebaki. Tangu hapo nimemaliza kazi ya uchief. I retired, but I'm not as tired as you may think. As you are seeing what I'm doing now. Ningali nasukuma kazi ya Mungu, nafanya kazi ya Mungu kwa nguvu katika Akili Foundation na pia katika kanisa langu la Job Arab Town Memorial Church, ambaye kwa sasa inaitwa Itigo SDA Church. Kwa hivyo nawakaribisheni wenzangu wote wanaonisikia na wanaonitazama mahali popote pale, nikisema ya kwamba vyote vyawezekana Mungu akiwa pamoja nawe. Kwa hivyo wenzangu hawa wanapopigana na pombe, wanaopishana na sigara, wanaopishana na vyote vya kulevya, tukipeana vyote kwa Mungu, Mungu anaweza. Mungu anaweza. Asante, Mungu awabariki.